kwa wakati huu ambao tayari unawataka kuamini vijana kwenye sehemu ambayo inaaminika kwamba ni ya hadhi fulani ama ni ya watu fulani? Kwanza Upete lazima ujue. Kwa mfano wewe ulivyokuja. Naam. Nafikiri uliwachukua watu by storm. Sio kwamba wewe ni wa kwanza. Walikuwepo akina Mwalimu Kashasha, walikuwepo akina kabla yake kuna bwana mmoja alikuwa maarufu sana. Jina la ntoka wakati ule akifanyia ITV. Na yeye alikuwa maarufu sana kwenye kuchambua mpira. Kila nani World Cup ikija au mipira mikubwa alikuwa anachambua. Lakini ulikuja wewe kuna kitu ulikuwa nacho tofauti. Labda ungekuja ofisini kwangu ukaniambia DJ mimi naitwa fulani na ningependa na mimi kuchangia kwenye kuchambua michezo hasa football. Labda ningekwambia bwana hatuna nafasi. Sijui kama unanielewa. Mimi nilichojifunza ni kwamba hapana. Hebu wanapokuja vijana wanasema tungeweza kufanya hiki, nikasema hapana, lazima tufanye hicho. Unajua kwa nini? Upete tulikuwa tunaitwa redio ya wazee. Na sisemi wazee ni tatizo, hapana, lakini nasema wazee na wao hatima yake watakuja, watatoka, watafariki dunia. Huo ndio uhalisia, hawataishi maisha marefu sana kama vijana. Sasa kama wewe hauwi na vijana, uko na wazee tu, siku wazee wakiondoka, Mwenyezi Mungu akiwachukua, maana yake hakutakuwa na mtu anatizama tena TV, hakuna mtu atakuwa anasikiliza redio, kwa sababu hukuwa nao tokea mwanzo. Kwa hiyo hilo ni muhimu kwangu. Na lingine ambalo asubuhi nilisema pale TBC Taifa ni kwamba kitu ambacho sikukifanya na tumefanya lakini sikufanya kwa kiwango nilichotaka. Lazima TBC ianzishe vipindi, itafute wataalam, yenyewe itengeneze vipindi vya watoto. Kwa sababu sisi katika nchi yetu lazima, sisi ndo tunaojua tunahitaji watoto wa aina gani, wakikua wawe vijana wa aina gani, na wakiwa watu wazima wawe watu wazima wa aina gani. Tuwe na vipindi, tuwa shape sisi. Lakini nyingine ni kuwa na tamthilia ya kudumu. Kwa hiyo ni mambo ambayo naamini yataendelea.